Bila shaka uko vyema popote ulipo, na kusalimia. Assalamu alaikum, amani iwe nawe popote ulipo. Peace be upon you. Na tumai wewe ni mzima wa afya kabisa na unaendelea na mambo yako ya kila siku. Nimekuja tuzungumze na nimekuja kuzungumza na wewe kuhusu ziara ya Netanyahu kule Washington. Ziara ya Netanyahu Marekani alipokutana na Trump. Nitazungumza kwa nadharia tofauti kidogo kwa sababu macho yetu wengi yanatazama ziara ya Netanyahu labda kuhusu kile kinachoendelea Gaza. Mimi nataka nizungumze kilicho nyuma ya hilo la Gaza ambalo hasa limempeleka Netanyahu. Ni ugomvi kati ya Israeli na Uturuki ambao kiasi kikubwa unafukuta ndani ya Syria. Nadhani kwa siku za karibuni mmeona kuwa kumekuwa na malumbano, maneno makali ya pande zote mbili. Tumemsikia waziri wa mambo ya nje wa Israel Katz, vitu ambavyo amekuwa akivizungumza mara kadhaa, Gideon Sar, lakini tumemsikia waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan, mambo ambayo amekuwa akiyazungumza. Lakini ni wiki jana Israeli ilifanya mashambulizi kwenye kambi mbili kule Hama Airbaz, na ikafanya mashambulizi tena kwenye kambi ya pili ambayo ni ya anga pia T4, ambazo zote zilishambuliwa na vikosi vya Israeli, akisema kuwa kuna mabaki ya lolote. Unajua kwa nini alishambulia? Kumekuwa na mazungumzo ya tangu Disemba kati ya Ankara na Damascus, yani kati ya Syria na Uturuki. Wamekuwa na mazungumzo ya ushirikiano, hasa baada ya kudondoka kwa serikali ya Bashar al-Assad kumeacha ombwe la usalama ndani ya Syria. Naweza kusema hivyo kuwa haipo kwenye usalama, yani Syria haipo kwenye usalama, yani haijitambui, yani kuwa haina lolote. Sasa watawala wa Damascus waliamua kuwa hili swala la usalama, ulinzi, kwa sababu ni nchi yao, ni kama vile unaweza kusema kama ni kama vile mlango wa uwani, au unaweza kusema mlango wa toilet ambao uko wazi, kuwa yoyote anaweza kaingia na akakukuta kwenye hali yoyote, yani kitu kama hicho. Sasa ni kama vile sio ile Syria ilikuwa angalau ya Bashar al-Assad ambayo ilikuwa ina uwezo hata kupangua drone, lakini ya sasa Israeli amelemaza, yani jeshi zima amelemaza, ameshambulia kambi karibu zote za kijeshi. Sasa ni jeshi ambalo halina kabisa uwezo. Sasa walikuwa wanajaribu kuangalia tutampata mshirika gani ambaye angalau aweze kuturejesha, kwanza hata atupe ulinzi, usalama uweze kulindwa, kwa sababu hivi sasa hawawezi kujilinda, lakini pia afufue jeshi. Maana ile jeshi lililopo Syria ni jeshi ambalo limeungwa tu kutoka kwenye makundi yenye silaha ambayo hayana mafunzo ya kitaalamu kabisa, na hayana vifaa vya kisasa zaidi na mifumo kila kitu. Sasa ukiangalia Syria ilivyo na majirani wake wengine, unaona kuwa jeshi lake bado linabaki kuwa ni dhaifu zaidi ukilinganisha Syria ya nyuma kuwa ni moja ya majeshi bora kabisa ya Kiarabu ambayo yalikuwa ina nguvu, ikiwemo jeshi la Iraki na Misri. Sasa Syria ilianzisha mazungumzo na Uturuki kwa ajili ya Uturuki kuja kuwekeza pale, hasa kwenye kambi ya Hama ya T4, kuwa pale Uturuki anatakiwa aje afunge kambi, aweke mfumo wa ulinzi wa anga ambao utasaidia angalau kuprotect anga ile ya Syria. Hapa ndio Israeli asipotaka, kwa sababu ndani ya Israeli kuna ile kuwa Uturuki anataka kurejesha tawala ya Ottomani kwa nguvu. Kwa kuna shaka kuwa hawa wakati wanafikiria kumwangusha Bashar al-Assad walikuwa wametazama sehemu moja tu, kuwa ni Bashar al-Assad na mafuta ya Syria. Wakasahau vitu vingi. Halafu wakajua kuwa mimi nitamzunguka fulani na mimi nitamzunguka fulani. Yani plani ya kumwangusha Bashar al-Assad haina tofauti sana na NATO walichokifanya wakati wanamwangusha Gaddafi, kuwa walikuwa wanafikiria kuja kuzungukana baada ya pale. Lakini baada ya kumwangusha Gaddafi waliofaidika ni wachache, ikiwemo Marekani. Marekani amefaidika kwa sababu Marekani alimchukua CIA wao Khalifa Haftar wakampeleka Benghazi, ndio mtawala wa mashariki mwa Libya. Hivi sasa anaendesha serikali kutoka kule Benghazi na kwingine, na mafuta ndio yanapatikana kule. Kwa hiyo Marekani alifaidika, lakini walioenda kumtoa Gaddafi walikuwa ni NATO. Kuna nchi za NATO ziliingia mkumu na hazijafaidika chochote. Hali kadhalika ukitazama swala la Syria la kumwangusha Bashar al-Assad, kulikuwa kuna ushirikiano wa wengi. Hata hawa wanaoraruana hivi sasa kati ya Uturuki na Israeli walikuwa kwenye ushirikiano wa pamoja kumuondoa Bashar al-Assad, kwa sababu wote walishirikiana, ikiwemo Ukraine na nchi zingine za Kiarabu zilishirikiana. Lakini baada ya kumwangusha, Israeli alikuwa anahisi kuwa kudondoka kwa Bashar al-Assad Israeli ataiweka mikononi Syria.
aimiliki. Sasa swala na ugumu anaokutana nao Israeli ni nguvu ya umma ya watu wa Syria ambao wao hawataki mahusiano na Israeli. Hilo anakutana nao kwa ugumu. Anaweza akatumia nguvu lakini sio ushawishi wa ndani. Sasa anachofaidika nacho Uturuki kuwa anapata ushawishi wa raia wa ndani wa Syria ambao wanamunga mkono, na serikali iliyopo ya HTS haiwezi ikamuita Israeli awe mshirika wao kwa sababu itapoteza ushawishi wa ndani wa raia. Lakini serikali inaweza ikamuita Uturuki kushirikiana nao na ikapata usaidizi wa ndani. Kwa hiyo ndio maana unaona hata HTS wakaona kuwa no way, hakuna mshirika ambaye tunaweza tukashirikiana naye hivi sasa ndani kuimarisha usalama wetu na kukaa kwetu zaidi ya Uturuki. Sasa Uturuki Israeli hamtaki. Lakini si tu Israel peke yake hamtaki, lakini hata Marekani ana mashaka na Uturuki, na hata ukimsikia Donald Trump anasema kuwa Uturuki ilicheza vizuri sana kwenye kumuondoa Bashar al-Assad na imekuwa ikitamani hii fursa miaka mingi na wamefanikiwa, na hivi sasa wao ni wamiliki wa Syria. Hilo liko wazi kuwa Uturuki ni mmiliki wa Syria ya sasa. Sasa Israeli, uwepo wa Uturuki ndani ya Syria, wanajadili wanasema kuwa ni hatari zaidi, yani adui mpya mkubwa, hatari kuzidi Iran. Hilo wanaliona. Niliwahi kulizungumza mwanzo nikasema kuwa kuna wakati Israeli atafikia, atakumbuka ni bora ungebaki utawala wa Bashar al-Assad ndani ya Syria kwa sababu alikuwa na uwezo kiasi fulani kuudhibiti, lakini unaweza ukaja utawala ambao utakuwa kinyume chake, ambao hataweza kucontrol, ambao utakuwa ni hatari zaidi kwake kwa sababu tishio la hapa tofauti yake na Irani, hapa unashare mpaka. Halafu ni watu ambao huwezi kuelewana, na ikiwa utashindwa kuiteka hapo unaweza kuwa tishio kubwa sana ambalo kuwa huwezi kulidhibiti. So malumbano ya Uturuki na Israeli yameanza mbali. Ni mwezi jana ambapo Uturuki iliwaambia NATO kuwa Israeli hatoshiriki kwenye mazoezi ya pamoja ya NATO na Israeli akaondolewa. Kwa hiyo hayo ni visasi vya pembeni. Nje ya pale Israeli, Netanyahu amekuwa akimpigia simu Marco Rubio mara kadhaa kumwambia kuwa ni lazima Marekani isitishe mpango wake wa kuiuzia Uturuki ndege za F-35. Unakumbuka ndege za F-35 ambazo Uturuki alikuwa auziwe, huu mpango ulikuwa before hata Biden, yani ilikuwa ni wakati wa utawala wa kwanza wa Trump. Lakini wakaja kushindana baada ya Uturuki mwaka 2019 kununua mfumo wa ulinzi wa anga wa Urusi wa S-400, Marekani akaenda akaweka vikwazo, wakamfutia kumuuzia ndege za F-35. Mpaka wamekuja kuviondoa vikwazo hivi ni juzi, wakati Sweden na Finland zinaomba maombi ya kujiunga NATO, Uturuki akaenda akaweka veto kuwa hawajiungi hawa mpaka mniondolee vikwazo. Kwa hiyo ikabidi wamondolee vikwazo na wakaruhusu mauzo ya F-35. Sasa Israeli hataki F-35 auziwe Uturuki kwa sababu Uturuki ni threat kwake, ni tishio kwake. Kwa hiyo Israel kupitia Marco Rubio, unajua Rubio wakati ni senator, yeye huyu ni katika ule mgogoro ambao ni mkongwe kati ya Ugiriki, Cyprus na Uturuki. Kupro, kuna eneo moja limejitenga ambalo lina jamhuri moja ya watu ya Kupro ambayo inatambulika na Uturuki peke yake. Nchi zote hazitambui. Lakini hizi nchi zina ugomvi na Uturuki kwa sababu Uturuki ana mkataba wa bahari ya Mediterranean na Libya alivyoenda kuulinda utawala wa serikali ya Libya miaka hiyo 2010 wakati wanataka wakati tishio la Khalifa Haftar kuangusha serikali ya Tripoli, Uturuki alienda kuilinda serikali ya Libya. Kwa hiyo wana mkataba fulani ambayo haiendani. Sasa ushirikiano wa Cyprus, Ugiriki na Israel uko pamoja, na Marco Rubio toka akiwa senator alikuwa anawaunga mkono kwenye hilo. Sasa Israel inataka kumtumia mzayuni mwenzao Marco Rubio kwenye hili swala kuwa asukume ajenda kuwa Uturuki asiuziwe ndege za F-35 na Marekani. Kama inawezekana Marekani ampe zaidi Israeli kuliko Uturuki. Sasa Uturuki anakusudia kuhamisha mfumo wa S-400 ule alionunua kwa Urusi, kwa sababu Marekani katika sharti ambalo walimpa Uturuki kuwa hatuwezi tukakuuzia ndege zetu za F-35 wakati wewe tayari una mfumo wa ulinzi wa anga wa S-400 wa Urusi, wanaogopa taarifa kufyonza ambazo huenda Urusi akapata taarifa. Kwa hiyo ule mfumo wa S-400 Uturuki anakusudia kuhamishia Syria. Sasa anasubiri maagizo, anasubiri maombi, kwa sababu mauzo ya silaha mnavyojua ni lazima aliyekuuzia ana idhini yake na mikataba yake. So Uturuki anasubiri idhini ya Urusi kuruhusu ule S-400 ahamishie Syria. Akihamishia Syria mfumo wa S-400 maana yake kuwa anga yote ya Syria Israeli hawezi kutamba tena na hawezi kuzunguka kwenye ile anga. Ndio maana haraka Israeli aliwahi kushambulia T4 kwa ajili ya kusema kuwa Uturuki akikaa pale hatuwezi kushambulia. Kwa hiyo
Yaliyompeleka Marekani ni moja wao ni hili, na ndio maana Trump haraka haraka akamwambia kuwa Erdogan ni rafiki yangu, kama mna matatizo ya kuhusu Uturuki tunaweza tukayazungumza bila kuleta utata, lakini bado hakubaliani. Netanyahu ni bado anajivuta kuwa haiwezekani tukazungumza hili kwa sababu mimi si waamini Waturuki, kwa sababu Waturuki sio wenzetu. Sasa kuna mvutano wa pande tatu, kwa sababu ufahamu kuwa Urusi ni Myahudi wa damu, Marekani ni Myahudi wa maslahi kisiasa na kiuchumi, halafu kuna Waisraeli wenyewe. Je, Urusi atakubali mfumo wa S-400 uende Syria ili kumdhibiti ndugu yake wa damu? Je, Marekani ambaye ni na maslahi yake ataruhusu hili lisitokee, au atamuuzia F-35 wakati kuna mfumo wa S-400 huko pale? Kuna mazungumzo ambayo Marekani anasema anayasimamia kati ya Ankara na Israeli kujaribu kutatua hili swala kuwa isije ikatokea, kwa sababu hali sio nzuri kwa upande wao, manake wote wanawekeana kauzibe, lakini hawa wote wawili walishiriki kwa pamoja kwa nguvu zote kuhakikisha wanampindua Bashar al-Assad. Kwa hiyo nje ya kile ambacho kimempeleka Trump, nitakuwa na kuelezea sababu moja moja, nini kimempeleka. Hii ni moja ya sababu ambayo imempeleka kwenda Marekani, ambayo wanalizungumza kuhusu hilo. Okay, asanteni.